Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia katika wizara hii ambayo inahusiana kabisa na kazi niliyokuwa naifanya kabla sijawa mbunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa naomba kuwapongeza viongozi wote ambao wanaiongoza wizara hii, akiwemo waziri ndugu yangu Paul Makonda. Sina mashaka hata kidogo na uwezo wa Paul Makonda, na nampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumpa nafasi Makonda katika wizara hii inahusiana na michezo, kwa sababu michezo anaijua, na uhakika 100% wizara hii ndio itakuwa wizara bora kuliko wizara zote ambazo zimetangulia huko nyuma. Kiongozi huyu, waziri huyu Paul Makonda anaenda kufanya maajabu katika nchi yetu ya Tanzania. Yapo mambo machache ambayo na mimi nitampa ili aende nayo yaweze kusaidia na kuboresha kazi anayoenda kuifanya. Jambo la kwanza kuhusiana na muziki na wasanii. Mheshimiwa Mwenyekiti, wasanii wa nchi hii ya Tanzania ni wasanii ambao wanakusanya pesa kidogo sana za mirabaha kuliko zile ambazo walistahili kupata. Sehemu nyingi ambazo walipaswa kupata pesa hawazipati kwa sababu wizara kupitia watu ambao wanafanya makusanyo hawafikii hayo maeneo na zile pesa zinapotea bure, na hii imepelekea wasanii wamekuwa na hali mbaya sana kiuchumi. Leo hii nikwambia tu Mheshimiwa Waziri, leo hii umetangaza mikopo kwa wasanii. Ukienda kuchungulia pale utagundua kuna wasanii wengi ulitegemea wataenda kuchukua mikopo, lakini wamekosa kwa sababu baadhi ya vigezo wameshindwa kutimiza, ikiwemo nyumba. Mimi nimepata milioni 200, lakini nimeweka gorofa. Taarifa. Nimeweka gorofa langu. Taarifa Mwenyekiti. Mheshimiwa Clayton Chiponda, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Hadija Taya. Nataka nimpe taarifa mzungumzaji kwa ushahidi kabisa. Hata mimi kwa muda wote nilokaa hapa bungeni sijapokea mrabaha wangu. Kwa hiyo anachokizungumza ni sahihi kabisa, na tungeomba Mheshimiwa Waziri alisisitizie katika hilo katika bajeti hii. Nashukuru sana. Mheshimiwa, nilidie muda. Mheshimiwa Clayton Chiponda, unaipokea taarifa hiyo? Nimeipokea taarifa ya dada yangu Keisha. Tunapokuwa tunatetea haki na pesa za wasanii, kwa pamoja tunakuwa tunapiga kolabo, sio mbaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, wasanii wa nchi hii walipaswa kuwa matajiri sana, kwa sababu Kiswahili kinasikika sehemu nyingi sasa hivi duniani. Lakini ukiangalia kiuhalisia, sehemu nyingi ambazo walipaswa kupata pesa, maskini ya Mungu, hawapati pesa zao. Na hicho kidogo kinacholetwa, namna kinavyokatwa. Mara nasikia sasa hivi hawakusanyi tena wale maafisa wa serikali. Kuna wakala ambaye anakusanya na yeye anakata pasenti yake kisha analeta serikalini. Baada ya hapo kidogo kinachogawiwa kwa wasanii hao wanashindwa kujikimu, na ndio maana vigezo vilivyowekwa na mabenki vimeshindwa kuwapa nafasi wao kuweza kukopa. Naomba sana Mheshimiwa Waziri, ukipata muda kaa na wale top 5 au top 10 ya wasanii wa nchi ya Tanzania. 100% wamesaini mikataba ya kujilipua. Mikataba yao hata ikitokea ugomvi kati yao wao na yule mtu ambaye wamesaini naye, huwezi kuuingilia hapa Tanzania, inabidi uende Mauritius. Wamejilipua, wamewekewa sharti gumu, wakawekewa hela mbele, wamesaini. Kwa hiyo ukitokea mgogoro kati ya msanii na mtu anayesambaza ngoma zao na nyimbo zao, wamekubaliana kwamba ugomvi huo uende ukaamuliwe Mauritius. Tanzania utapita juu utaangalia, lakini utaugusa huo mkataba. Kwa kaa nao wote, wasanii wote top 10 unadhani unawajua, wakina Diamond Platinum, Alikiba, Harmonize na kaa nao, watakupa hiyo siri. Naomba ukae nao uone namna ya kuweza kuwasaidia wasanii wetu ili waache. Unakuta msanii anaomba na wakati walikuwa na nafasi ya kuweza kupata pesa nyingi katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini kingine nimeona katika bajeti hii mmegusia swala la singeli. Ni kweli watu wengi tulikuwa tunaona singeli ni kama muziki wa kiuni hivi, lakini kiuhalisia
kwenye nchi yoyote ikilia singeli unaiona Tanzania. Kwa hiyo tumegoma, mwisho wa siku tukubaliane na kwamba singeli inaenda kututambulisha kama mziki wetu wa Tanzania kimataifa. Lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona bajeti imeombwa hapa zaidi ya bilioni 500 na kitu. Pesa nyingi naona zinawekwa kwenye kutengeneza barabara, kutengeneza viwanja, kuweka mazingira mazuri. Tunashukuru sana. Lakini nataka nimwambie Mheshimiwa Waziri kwamba viwanja havichezi pale ndani. Kama hatutawekeza kwenye timu ya taifa na tutapeleka wazee wale wale, itakuwa ndo aibu ya kwanza kukutana nayo katika mechi ya kwanza ya ufunguzi na rais yuko pale, tunapigwa 3, hata refa abebaje hawezi kutupa penalty 3. Kwa hiyo nataka nikupe ushauri Mheshimiwa Waziri, bado muda tunao, twende tukatafute vijana, na hata ukitaka sisi hapo tuko wabunge wenzako, tutakusaidia kwenye engo moja. Tupe kazi, kila mbunge kwenye jimbo lake akuletee vijana wawili kiboko kabisa kwenye jimbo, wakusanye pale Dar es Salaam. Tuko wabunge hapa zaidi ya 270 na kitu. Tukikuletea vijana wawili au watatu utapata vijana 800. Mwambie mzee Gamondi kama yupo, where is Mr. Gamondi? Angenisikia na yeye. Mkusanyie vijana 800 pale, mwambie katika hawa vijana 800 ambao nimewaleta kutoka kwenye kila jimbo, naomba upate wachezaji 25 ambao wataenda kushambulia pale. Vinginevyo ukipeleka wazee ndo utaona namna ambavyo unaenda kupata aibu mbele ya Mheshimiwa Rais. Ndugu yangu, na mimi wewe ni jamaa yangu, lazima nisimame na wewe, tutaibika wote pamoja. Na kushauri tutafute vijana katika mashule, tutafute vijana katika majimbo, na sisi wabunge kidogo kariski kapo kidogo, tuna uwezo wa kusaidia hata kuwasafirisha hao vijana kwa pesa zetu, tuwalete Dar es Salaam, wakusanyike pale, uchuje. Lazima tushirikishe sisi, kwa sababu ukiwapa maafisa michezo wataona dili limeingia kwenye kazi. Sisi wabunge tunapenda sifa, kwa lazima tuletea watu ambao watatuletea sifa kwenye majimbo yetu. Tupe nafasi tukusaidie. Hii kazi uiwezi wewe mwenyewe ndugu yangu. Tupe nafasi tukusaidie, tupate timu yenye vijana. Ukipeleka wazee, akili inataka kupiga, mwili unakataa kabisa. Viungo vimeshaenda. Viungo viko old. Na unajua mataifa mengine wanakuja hapa wana hasira, hawatatuhurumia tu kwa sababu sisi ndio tumeandaa haya mashindano. Tutapigwa kama ng'ombe, na mimi hiyo sitokubali, na itazidi kutupa ugumu sisi ambao tunahamasisha wananchi waende wakaishabikie timu ya taifa. Usifikiri timu ya taifa watu hawaipendi, ila wanaogopa vipigo. Wakienda pale wanaona kabisa ninaenda kushabikia, lakini kipigo nitakachokutana nacho kitanirudisha na uchungu. Kwa mchango wako, muda wako umeisha. Yes, Mheshimiwa Mwenyekiti, dakika moja ya mwisho, mimi naunga mkono hoja Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba tuwape hela hawa bana, tuwapime. Huu ni mwaka wao wa kwanza. Mimi na Mheshimiwa Makonda ni wapya katika bunge hili. Tumuone makeke yake, na uhakika 100% hata angekuwa diwani huyu bana angeng'ara hivi kwa sababu. Asante Mheshimiwa kwa mchango. Asante sana. Nilimtaja Mheshimiwa Festo Richard Sanga, tutamalizia na Mheshimiwa Dr. Christina Christopher Mzava. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Jambo la kwanza Mheshimiwa Mwenyekiti,